Mwijaku amekuja kutoboa siri ya msanii Diamond Platnumz juu ya kile ambacho anapitia kwa sasa hivi. Kumbuka kuna tetesi nyingi sana ambazo zilikuwa zinaendelea chini chini kuhusiana na Diamond, ikiwemo kuhusiana na sakata la Wasafi Media, lakini pia sakata la yeye mwenyewe kuhusiana na masharti aliyopewa kutokujenga nyumba, na ndio maana mara nyingi mpaka sasa hivi kuna mengi sana ambayo anasema, lakini ukweli inasemekana wazi kwamba Diamond Platnumz hawezi kujenga nyumba na hawezi kumiliki nyumba yake kabisa mwenyewe. Hii sio kana kwamba kwa sababu hana pesa, lakini ni kutokana na jinsi ambavyo masharti yake yanamruhusu yeye kuwa katika hali kama hiyo. Ni kwa mujibu wa Mwijaku. Sasa amekuja kufichua siri nzito sana ambayo imepelekea Diamond Platnumz kuweza kupitia kipindi cha mpito na kipindi kigumu sana katika wakati huu ambao bila shaka mambo kwa upande wake yanaenda vibaya zaidi. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video nikakupe nukuu ya kile ambacho Mwijaku ameweza kukisema kuhusiana na story nzima ya Diamond Platnumz, nini ambacho kimempelekea akadrop, lakini pia hali halisi ambayo anapitia sasa hivi. Naomba nikukumbushe mda wangu, nitakuwa nakuletea updates nyingi sana kuhusiana na trending issues. Kwa cha kufanya, tumia sekunde moja, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umezokitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, challenge namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na trending issues zinakuwa nakusogezea hapa kwa wakati sahihi kabisa. Sasa Mwijaku bwana ameanza kuweka wazi kila kitu. Cha kwanza kabisa alizungumzia kuhusiana na swala la Diamond Platnumz kudaiwa kodi. Hapa hakumaanisha kwamba anadaiwa kodi na TRA, lakini ni kodi ya nyumba ambayo anaishi. Inasemekana kwamba Diamond Platnumz alikuwa anaishi nyumba ambayo kodi kwa mwezi alikuwa analipa milioni 5. Sasa imefikia time, inasemekana kwamba mambo yamekuwa magumu zaidi kiasi kwamba jamaa ameshindwa kulipa kodi. Hilo ni la kwanza, lakini la pili, Mwijaku akagusia kuhusiana na sakata la kufungwa kwa ofisi za Diamond Platnumz, ikiwemo Wasafi Media iliuzwa kwa sababu ya mambo kwa magumu zaidi, lakini pia inasemekana pia kwamba Wasafi Bet ipo kwenye listi ya media ambazo huenda soon zikaenda kuuzwa. So Mwijaku amesema kwamba moja kipindi ambacho kigumu Diamond Platnumz anakipitia ni kipindi hiki ambacho mambo ni magumu kule Wasafi Media, lakini pia mambo yamekuwa ni magumu hata pale ambapo anakaa, na hii inafanya sasa watu waweze kushangaa na kujiuliza ni kwaje mtu mzito kama Diamond Platnumz anakuja kutana na changamoto kama hii. Wengi imekuwa ni ngumu sana kuamini kile ambacho Mwijaku alikuwa anakisema, lakini kwa watu wa karibu ambao wanafahamu siri nyingi za hawa wasanii wamekuwa wakithibitisha kile ambacho alikuwa akisema Mwijaku na kusema kwamba ni kweli, ijapokuwa ni ngumu sana kwa watu wengine kuweza kuamini. Lakini kwa upande wako, comment yako ni ipi? Unadhani labda inaweza kuwa ni mwisho wa Diamond Platnumz kushine na ndio mwanzo wake wa yeye kuweza kuanza kudrop, au ndio tuseme kwamba ni swala la muda tu kwa sababu maisha yana ups and down? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapa, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata update. Kama nikipata info mpya basi nitakusogezea hapa kwa wakati sahihi kabisa. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.